Siku chache zimepita tangu mara ya mwisho tulivyokutana hapa kwenye session ya wananchi Young Africans, na tuliongea juu ya ishu nzima ya wao kwa maana ya Young Africans kusubiri majibu kutoka CAF, yani wanasikilizia mchongo kutoka CAF kwa maana ya kitu gani ambacho kinaweza kikatokea, kwa sababu katika mechi za kundi lao zipo mechi ambazo zimekumbwa na kadhia mbalimbali, zimekumbwa na changamoto mbalimbali, na eneo kubwa zaidi ni kukosekana kwa usalama au utulivu katika hiyo michezo. Sasa hapa nilisema kwamba CAF watakuja kuliamua hili jambo, watakuja kulifanyia kitu hili jambo kwa maana ya fujo ambazo zimetokea, hususan sisi tulijikita kwenye mechi ya AS FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, kwa sababu ni mechi ambayo Young Africans ndani yake kuna mpinzani ambaye anamhusu moja kwa moja, kwa maana ya mechi ya pili atakwenda kucheza katika uwanja wake, uwanja wa Prince Moulay kwa maana ya AS FAR Rabat. Lakini pia kulikuwa kuna changamoto nyingine ambayo ilitokea katika mchezo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans ambayo yenyewe hatukuiangalia. Sasa hapa tunakwenda kuangalia reaction, majibu ambayo CAF wamekuja nayo na nini tutarajie kwa mujibu wa sheria namna ambavyo inaeleza. Tukianza katika eneo kubwa zaidi kwa maana ya eneo la CAF wamekuja na majibu, wamekuja na reaction, yani kipo ambacho wamekizungumzia, kipo ambacho wamekisema. Na shirikisho hilo la soka Afrika, eneo la kwanza la kuonesha kwamba wanalifanyia kazi hili jambo, nilikwambia kwamba wanapitia mechi zote zilivyo, kwa maana ya vile ambavyo vimetokea katika mechi. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo CAF na FIFA wanasisitiza katika michezo yao ni fair play, ni mchezo wa kiungwana lazima upatikane. Sasa fair play ilionekana kukosekana kwenye hizi mechi mbili. Sasa CAF wenyewe wamelaani, yani wamekuja na tamko la kulaani kupitia site yao rasmi ya CAF Online. Wamelaani tukio hili kwa maana ya kutofurahishwa na kile ambacho kimetokea katika michezo hiyo miwili, mchezo wa AS FAR Rabat dhidi ya Ahly na mchezo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans. Kilichotokea tunakifahamu na tumesha kukijadili kwa mapana zaidi, lakini baada ya hapo, baada ya kulaani vikali, what next? Kinachofuata ni CAF wenyewe kulichukua hili jambo kulipeleka katika mamlaka husika au eneo husika. Eneo husika maana yake ni kamati ya maadili na nidhamu ya CAF, ambayo yenyewe sasa inabidi iketi iangalie, ina review, na kamati inafanya utafiti, inafanya uchunguzi. Wataangalia mikanda ya video, lakini kama haitoshi, sehemu kubwa zaidi ambayo atapata details ni kutoka kwa security officer wa CAF. Ikumbukwe shirikisho la soka kupitia kamati zake hizi za ulinzi, sababu kamati ziko nyingi sana. Kuna kamati ya ulinzi pia ambazo zinashirikiana, kwa maana zinafanya kazi kwa kushirikiana. Kamati hii ya ulinzi ina viongozi wao, ma security officer, ambao wanapangwa katika hizi mechi, kwa maana kwenda kuangalia masuala yote ya kiusalama. Kama ambavyo unaona kuna kamati za mawasiliano ambazo zenyewe zinatoa MCO, Match Communication Officer, ambayo hapa nyumbani tumezoea kumuona mara nyingi anaendaga Mario Clifford Ndimbo. Yes, kwa hiyo ni mazingira namna hiyo. Sasa hizi kamati, ma security officers hawa wa CAF wenyewe sasa ndo wanakwenda wanakwenda kutoa ripoti, yani ma security officer wenyewe wanaandika ripoti na wanazitoa. Na hata CAF kwa maana ya CAF wenyewe, hiki ambacho wamekilaani vikali ni kwa mujibu wa ripoti ambayo wameipata, yani ripoti kutoka kwa security officer department, kutoka kwenye hiyo committee, kwenye hiyo kamati ya ulinzi na usalama wa viwanjani. Sasa hapo wanakwenda kureview, afu akishapata majibu ndo ile kamati sasa inakuja na kanuni zinaeleza vipi, misconduct, adhabu zake zinaeleza vipi, kitu gani ambacho kimefanyika ambacho kimekwenda tofauti, ili waweze kutolea hukumu. Huwa wanafanya hivyo. Sasa ukiangalia hizi drama zilivyo kwa mujibu wa sheria, kilichotokea katika mechi ya AS FAR Rabat na Al Ahly ilikuwa ni changamoto kubwa zaidi, kwa sababu
ilionekana kuna silaha ya ncha kali ambayo iliingia uwanjani, yani eneo la kuchezea kulikuwa kuna silaha pale. Tunaona baadhi ya officers walionyesha ile silaha ambayo imeingia uwanjani. Unaweza kujiuliza imeingia uwanjani kwa minajili ipi na ilikuwaje kaingia uwanjani. Lakini eneo la pili ni eneo la zile chupa ambazo zilikuwa zimetupwa uwanjani, kwa sababu tuliona kuna chupa nyingi ambazo zilitumika kama silaha. Na kimsingi ukija katika regulations, katika sheria za CAF kwenye kuingia uwanjani, haziruhusiwi chupa ambazo zimefungwa, haziruhusiwi. Zinaruhusiwa chupa ambazo zipo wazi, yani kama kikombe, yani kama ile chupa uikate alafu iwe kama kikombe chepesi, iwe cha plastic au cha mfuko, ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kupata kinywaji. Hawakatazi vinywaji uwanjani kwa sababu wanaoingia uwanjani ni binadamu na wanaohitaji kama kawaida. Kwa hiyo vinywaji vinaruhusiwa, lakini kibebeo cha kinywaji ndio inawezekana ikawa inaleta changamoto. Kwa hiyo kwenye tafsiri hapo hazitakiwi chupa za maji, na ndio maana hata hapa nyumbani tunaona wachezaji mashabiki wanapoingia viwanjani huaga wanakatazwa kuingia na chupa za maji ambazo zinafungika, ambazo zikiwa na maji ukirusha inakuwa silaha. Ndicho ambacho kimetokea katika uwanja wa AS FAR Rabat kule Prince Moulay. Ilikuwa inaonekana chupa nyingi zinatupwa uwanjani kwa ajili ya kutumika kama silaha kuwashambulia wachezaji wa Al Ahly. Sasa ile tayari ni changamoto, ile tayari ni shida. So kilichotokea pale na ule ugomvi ambao ulitokea katika pitch, yale yote yale CAF anapitia, wanakuja na adhabu. Yes, sasa adhabu tutakuja kuizungumzia kwa mujibu wa sheria. Lakini upande wa Young Africans pia ilitokea, tuliona baadhi ya vitu vikirushwa uwanjani, lakini baada ya mechi kumalizika ilionekana kuna vurumai, kuna vurugu kubwa pale ilitokea katika pitch, hususan katika eneo ambalo lilikuwa linaonekana directly linakwenda kwa wachezaji. Na wachezaji tuliona baadhi ya videos wakikimbizwa kutoka katika pitch kuingia katika vyumba vya kubadilishia nguo. Walikuwa wanakimbizwa kwa sababu usalama wao ulishakuwa hatarini. Sasa ile ni mbaya. Ni mbaya, na CAF wamekuja na haya yote kwa maana mchezo wa Young Africans dhidi ya Kabylie, lakini pia mchezo wa AS FAR Rabat dhidi ya Al Ahly. Majibu yatakuwa vipi? Tutarajie vitu vya aina hii. Kwa mujibu wa sheria za CAF, adhabu yake ni faini, kwa maana ya klabu kutozwa faini, klabu ya nyumbani kutozwa faini. Sasa inategemea na uzito wa ripoti utakavyokuwa. Ripoti ikiwa nyepesi, basi faini huenda ikawa nyepesi. Lakini eneo la pili, kwa hiyo kuna faini au kusitishwa au kupunguzwa idadi ya mashabiki kuto kuingia uwanjani, au kutoruhusiwa kabisa kuingiza uwanjani, maana yake behind closed door, yani milango inafungwa, yani hairuhusiwi kuingiza mashabiki kwa namba, mara nyingi inakuwa mechi mbili, au faini pamoja na hizo adhabu zote, yani mwalimu wa fedha, lakini pia na adhabu kwa maana ya kuingiza mashabiki au namba ndogo ya mashabiki, na wenyewe pia wanaifanya. Sasa viwanja ambavyo vinaonekana kuwa na changamoto ni hivyo viwanja vya kaskazini. Viwanja vyao vimekuwa na changamoto kubwa sana katika mazingira namna hiyo. So kwa uwanja Prince Moulay inawezekana kwa uko hatarini. Uwanja wa Hosnate ule wa JS Kabylie inawezekana kwa kwenye hatari mbaya ya kwenda kufungiwa kwa mashabiki wao. Tunasubiri ripoti. Tunasubiri taarifa ya mwisho, kwa maana ya taarifa ya kamati, nini kitu gani ambacho wamekiazimia, wamekiamua. Sasa nini maana yake kwa Young Africans endapo hayo yanatokea? Faida yake, faida kubwa pengine wasiipate kwa upande wa JS Kabylie. Inawezekana kwa JS Kabylie kuna faida ambayo ni ndogo sana, wao inawezekana ikawa isiwanufaishe. Faida kubwa wao wataipata katika mchezo wa Prince Moulay, kwa maana wa AS FAR Rabat dhidi ya Al Ahly. Sasa faida iko kwa namna mbalimbali. Inawezekana kama watapewa adhabu ya kuto kuingiza mashabiki, inakuwa ndo faida kubwa zaidi, kwa sababu mchezo kwao hutunzwa. Mashabiki wanahamasisha zaidi wachezaji kujitoa uwanjani, na mashabiki wa AS FAR Rabat ni vichaa, ni mashabiki ambao wanashangilia kwa nguvu sana, tumewaona bila shaka. Sasa Young Africans kama wao watakuwa wamefungiwa mashabiki wao, maana Young Africans atenda pale ikiwa tayari mchezaji wa 12 hayupo uwanjani, hiyo ni advantage kwao. Ikitokea wamepigwa faini kwa maana ya fedha labda, maana yake tutarajie mashabiki watashangilia tu kwa nguvu bila kufanya fujo.
yani kutakuwa na utulivu. Tutarajie vitu vya namna hiyo, kwa sababu adhabu inapotokea mara mbili, kwa maana unapigwa faini hapa kwa kosa hilo hilo, unapigwa tena faini nyingine kwa kosa hilo hilo, unaongezewa ban inakuwa kubwa zaidi, ambayo inaweza kwenda kuathiri wachezaji kuingia uwanjani na kwenda kuathiri mapato ya timu. Kwa hiyo kuna advantages ambazo Yanga wanaweza kuzipata mpaka wakati huu tunapozungumza. Sasa ni wao wenyewe CAF, kwa maana hiyo kamati yao itakuja na majibu gani, ndio ambayo tunayasubiri, na tutakuja hapa kushare hayo majibu ambayo CAF imekuja nayo kwa ajili ya kujuzana na tuweze kujua kitu gani ambacho kina faida kubwa sana kwa Young Africans. Yes, kwa hiyo kubwa ndo hilo hapo. Yes, kutokea katika platform hii ya Mzinga Sports, ndicho ambacho nimesema hapana, asubuhi hii inabidi tushare, ili ni jambo muhimu sana kwa maslahi ya klabu kutoka nyumbani, kwa maana ya Young Africans. Lakini haki zote zimehifadhiwa, mamlaka husika iko macho, inaendelea kufanya kazi yake kwa ajili ya kuweza kumpa kila mtu haki yake inayostahili. Lakini sasa hili limetokea kule kwa wapinzani na hata hapa nyumbani, kwa maana ya mashabiki wa Young Africans, na wenyewe wanatakiwa kuwa na discipline. Of course sio timu ambayo imekumbwa na hizi kadhia za mashabiki wake kuwa na fujo, lakini wanapocheza viwanja vya nyumbani wawe na utulivu, ili sije kuwaletea changamoto. Wana michezo muhimu, wana mchezo dhidi ya Al Ahly katika ardhi yao ya nyumbani, wana mchezo dhidi ya JS Kabylie katika ardhi ya nyumbani. Wanahitaji mashabiki uwanjani ili waweze kufanya vizuri na kwenda katika hatua ya robo finali, sehemu ambayo wameingia mara moja kwenye miaka hivi karibuni. Kwenye Champions League waliingia mara moja tu, kwa maana ya msimu mwaka juzi 2023-24, lakini mambo hayakwenda vizuri sana, kwa maana ya walitolewa dhidi ya Mamelodi Sundowns. Hivyo wanataka kurudi tena wananchi, itakuwaje? Wewe kwenye comment section hapo unaweza ukasema unaona CAF watakuja na majibu gani? Unaona FAR Rabat wanastahili kufungiwa kwa kile ambacho umekiona, wanastahili kufungiwa kwa maana kutokuingiza mashabiki, au wapigwe tu faini, au waachwe? Unaona wewe tu ilikuwa fair, hakukuwa na changamoto yoyote? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.